Kwingineko ni kuwa wanaanga wawili waliokuwa wamekwama kwenye kituo cha anga za juu kwa miezi 9 sasa wamerejea kuendelea na maisha yao duniani. Sony Williams na Butch Wilmore walishuka katika pwani ya Florida baada ya safari ya saa 17. Awali walipaswa kukaa angani kwa siku 8 tu. Mhariri wa BBC wa sayansi Rebecca Morel ameandaa taarifa hii inayowasilishwa na Agnes Penda. Kilipoonekana kwenye anga ya dunia, chombo cha anga za juu cha SpaceX kilijidhihirisha wazi kwa wote duniani. Freedom, SpaceX, Comcheck. SpaceX, Freedom is with you. Baada ya kuingia katika anga ya dunia, parachuti zilifunguka na polepole kuwashukisha ndani Butch Wilmore na Sony Williams na wanaanga wenzao wawili. And splashdown, Crew 9 back on Earth. Na ghafla Butch na Sony waliwasili nyumbani. Wanaanga hao wa NASA waliwasili katika kituo cha anga ya juu ISS mwezi Juni mwaka jana. Walifaa kukaa kwa wiki moja tu, lakini chombo cha anga za juu walichosafiri nacho kilikumbwa na matatizo ya kimitambo na kuwalazimisha kusalia huko. Wanasema walikuwa na wakati mzuri angani, lakini waliyatamani maisha ya kawaida. Nadhani ukiwa huko juu unatamani hata harufu ya nyasi zilizokatwa, mambo ambayo kwa kawaida ungeyapuuza na ambayo hayapatikani huko juu. Yani, natazamia mambo ya msingi tu. Ninatazamia kuonana na familia yangu na mbwa wangu wakiruka baharini. Nadhani hiyo itakuwa vizuri kurudi duniani na kuhisi dunia. Siku 286 walizokuwa katika anga ya juu bila shaka zimeathiri afya yao. Licha ya mpangilio wa mazoezi ya viungo, watakuwa wamepoteza uzani wa nyama na mifupa ambayo itachukua muda kujenga tena. Ila pia kuna uzuri wa kutokuwa na uzani. Unaporejea kutoka anga za juu, kulala ni vigumu sana, kwani umekuwa ukielea kwa miezi 6 ukifurahia usingizi bila vizuizi kwenye mwili wako. Hakuna kugeuka, hakuna kuweka kichwa kwenye mto ama chochote. Kwa hivyo hatua ya kwanza ya kujilaza na kupata vizuizi haifurahishi. Baada ya kutoa baharini, wanaanga walifika kuchukua chombo chao wakizingirwa na samaki pombo. Chombo hicho kinainuliwa kikiwa na wanaanga ndani yake, alafu mwishowe wanavuta pumzi ya hewa safi. Sony anaonekana na furaha sana baada ya kuwa mbali kwa muda mrefu. Akishindwa kuwa thabiti mwanzoni, Butch pia anatabasamu akifurahia kuwa nyumbani. Kazi imeshakamilika kwa chombo hiki na sasa Butch na Sony wako tayari kuungana na familia zao. Naam, basi sawa. Kutimia miaka 4 tangu Rais Samia Suluhu Hassan alipokula kiapo cha kuiongoza Tanzania baada ya mtangulizi wake Rais John Pombe Magufuli kufariki dunia mnamo Machi 17 mwaka wa 2021. Mengi yamepita tangu wakati huo, ikiwemo pia Rais Samia kuteuliwa mapema mwaka huu kuwa mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi CCM katika uchaguzi mkuu utakaofanyika baadaye mwaka huu. Kuiangazia miaka 4 ya Rais Samia madarakani, awali nimezungumza na mwandishi wa habari pia mchambuzi wa siasa za Tanzania Charles William. Kwanza anaelezea masuala ambayo kwa kiwango fulani yamempatia Rais Samia Suluhu Hassan sifa kiuongozi. Mpinzani wa kwanza kabisa wa Rais Samia ambao ulikuwa ndo mtihani wake wa kwanza aliyokuwa anatakiwa kushughulikia ilikuwa ni kumalizia kile kilichoanzwa na mtangulizi wake Dr. John Pombe Magufuli. Kwa maana kwamba mtangulizi wake alikuwa amewatengenezea wananchi matumaini makubwa ya kwamba atatekeleza miradi mikubwa ya kimaendeleo na ya kimkakati ambayo italisogeza taifa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na zungumzia mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR, lakini pia bwawa la umeme la megawati 2100 la Mwalimu Nyerere, lakini pia miradi mingine mikubwa ya mabilioni ya fedha kama ujenzi wa daraja la Kigongo Busisi kuunganisha mkoa wa Geita na Mwanza, pamoja na miradi hii ya ujenzi wa viwanja vya ndege. Watanzania wengi walikuwa wanasubiri kukamilika kwa miradi hiyo kwa sababu miradi ambayo ilikuwa kwanza inatumia fedha nyingi. Mradi kama wa ujenzi wa reli ni mradi wa zaidi ya trilioni 20 na mpaka sasa hivi zimepotea trilioni zaidi ya 10, na ameweza kukabiliana nao vyema. Tunavyozungumza, mradi kama wa uzalishaji wa umeme tayari ni mradi ambao upo mwishoni kabisa kwenye kukamilika kwake, na mitambo yake imeshawashwa na imeshaanza kuzalisha umeme tayari. Mradi wa reli tayari kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma
Dodoma ameweza kukamilisha, na ninaweza kusema kwamba amekabiliana navyo vyema. Na vipi kuhusu uhuru wa vyombo vya habari, kwa sababu bado kuna sheria zinazolalamikiwa kwamba ni kandamizi kwa waandishi wa habari? Mtihani wake ukubwa wa pili ilikuwa ni kusahihisha yale ambayo watu wengi walikuwa wakiyatazama kwenye jicho la kiuchambuzi kama mapungufu ya uongozi wa Dr. John Pombe Magufuli. Kwenye hilo ameweza kujaribu kukabiliana nao kwa kiasi chake, pamoja na kuwepo kwa sheria mpya, kwa sababu sheria tulionayo, sheria ya huduma za habari hapa nchini ni sheria ya mwaka 2016 ambayo ilikuwa imetungwa wakati wa Dr. John Pombe Magufuli. Ni sheria iliyokuwa inaboresha mazingira ya sheria iliyokuwepo mwanzo, ambayo ni sheria ya magazeti ya mwaka 1976, lakini ukiangalia sheria hiyo ilionekana kwamba ina mapungufu katika baadhi ya maeneo ambayo yalikuwa kama yanaminya uhuru wa vyombo vya habari. Lakini upande mwingine hapakuwa pana shida sana ya kisheria, isipokuwa palikuwa pana shida ya baadhi ya watumishi wa serikali kutokuwa na uvumilivu wa kuvumilia ile hali ya maoni yanapotolewa. Kwa hiyo anaweza kutumia sheria hii kama kisingizio chake ili kutoa adhabu hii na ile. Sasa Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye kipindi chake alichokuja kufanya, la kwanza ilikuwa ni kufungulia vile vyombo vya habari vyote vilivyokuwa vimefungwa, kuviruhusu viendelee na machapisho ambavyo vilikuwa adhabu yake haijulikani itamalizika lini. Lakini pia kulikuwa kuna vyombo vya habari vya mtandaoni, hizi YouTube channels zinazotoa maudhui mitandaoni zilikuwa zimefungwa baadhi, lakini kulikuwa kuna viwango vya fedha vimewekwa ambavyo ni vikubwa. Mtu kuanzisha YouTube channel ilikuwa ni lazima awe na shilingi 1,100,000 ndipo aweze kuruhusiwa kuanzisha YouTube channel. Sasa kipindi cha Rais Samia kilichofanyika ni kupunguza hicho kiwango cha fedha kilichokuwa kimewekwa wakati ule. Wanafanya kwa shilingi 550,000 ambayo ni nusu ya kiwango kilichokuwa kinatozwa mwanzo. Lakini hizi fungia za vyombo vya habari pia kwa sasa hivi hazisikiki sana, tofauti na ilivyokuwa wakati huo. Hapakuwa pana mikutano ya hadhara inayoruhusiwa kwa kiongozi yoyote wa chama cha siasa ambaye hajachaguliwa na wananchi. Mwaka 2023 mwanzoni, Rais Samia aliweza kutengua marufuku hiyo, na mikutano ya hadhara imerejea kwa vyama vya siasa kuanza kuzunguka huku na kule kunadi sera zao, lakini pia kufanya wajibu wao mwingine ambao ni kukosoa serikali na kuomba wananchi waweze kuviamini vyama hivyo vya upinzani viweze kupokea kijiti cha kuongoza nchi. Nalo ni miongoni mwa vitu ambavyo vinambeba Samia katika kipindi chake. Maeneo gani unaona serikali yake haijafanikiwa hivyo kuhitaji kukaza mkwiji kwa faida ya watu ambao wanawaongoza? Eneo kubwa bado ni kusimamia matumizi mazuri ya fedha za umma, kwa sababu katika ngazi za halmashauri bado imeonekana kuna mchwa wanaotafuna fedha za umma, lakini huku kwenye halmashauri ndiko ambako wananchi walipo na wanapata huduma moja kwa moja, na baadhi ya watu wanatengeneza mianya ya utepushaji wa mapato hayo kuyaingiza katika akaunti zao binafsi. Sasa hilo ni eneo ambalo inabidi alifanyie kazi kwa karibu sana, kwa sababu maeneo haya ya halmashauri, fedha zikisimamiwa vizuri, ndipo wananchi wanaweza kuona ufanisi wa huduma mbalimbali ambazo wanazisubiria.